Lakini hapo tulipofika, na tuenende katika lilo hilo, na tuenende katika lilo hilo. Nadhani ni muhimu tuanze kwanza kumjua. Tunaposema kumjua Mungu tunamaanisha nini? Kumjua Mungu ni zaidi ya kuwa na taarifa zinazomhusu kwamba yeye ni nani. Unaweza ukamjua mtu kwa kusoma habari zake kama zimeandikwa. Unaweza ukamjua mtu kwa kuambiwa na mtu anayemjua, akakuelezea sana kwamba mtu yule yuko hivi, labda ni mpole au ni mkali, ni mtu mwema, ni mtu mwenye hasira au ni mtu ambaye hana hasira. Yaani mtu anaweza akakuelezea sifa za mtu hata kama haujamwona kwa sura, umemsikia tu na ukaelezwa na mtu anayemfahamu. Sasa habari za Mungu zimeandikwa katika neno lake. Unaweza ukasoma kuhusu Mungu ukajua yeye ni nani, anafanya mambo gani, vipaumbele vyake ni vipi, ukafanya jitihada za kusoma na ukafikia viwango fulani vya kumjua huyo Mungu, kwa sababu umepata taarifa za uhakika zinazomhusu. Lakini kumjua Mungu ni zaidi ya kuwa na taarifa zinazomhusu. Kumjua Mungu kunahusisha experience, experience. Sasa neno hilo ninashindwa kuliweka katika Kiswahili, sijui niliwekeje. Lakini neno kujua ni la viwango vikubwa sana vya uhusiano wa mtu na mtu. Na ndio maana neno hilo linatumika kwa wanandoa. Fulani akamjua fulani na ikawa hivi na hivi na hivi. Kujuana kwa wanandoa kunahusisha ule ujumla wao wa muunganiko walionao, mahusiano walionayo. Mahusiano yao ni ya karibu kuliko mtu yeyote yule. Uhusiano wa wanandoa ni wa karibu kuliko uhusiano wa mtu na mtu mwingine yeyote yule. Kwa hiyo wanandoa wanafahamiana au wanajuana kutokana na intimacy walionayo. Kwa Kiingereza tunasema that is an intimate relationship. Ni uhusiano wa karibu sana wa watu wawili. Kila mmoja anakuwa amemexperience mwingine. Katika Biblia mahali pengine tunapewa wito kwamba onjeni muone ya kuwa Bwana ni mwenye fadhili. Onjeni kwamba onjeni muone ya kuwa Bwana ni mwenye fadhili. Onjeni. Kumbe kuna kumuonja Mungu. You taste God. Mpaka unajua ladha yake ni ya namna gani. Kumuonja Mungu, kujua ladha yake, maana yake hautaambiwa kwamba ni sawa na asali. Unaweza kuambiwa kwamba asali bwana ni kitu kitamu. Sasa mtu kama amewahi kula asali sukari, anasema asali ina utamu kama wa asali. Kama wa nini? Kama wa sukari. Sawa sawa Kwa mtu anaanza kufananisha. Anafananisha utamu wa asali na utamu wa sukari kwa sababu amewahi kuionja sukari. Lakini atakapoionja asali atauelewa vizuri uhalisia kwamba pamoja na kwamba kuna mfanano kati ya ladha ya sukari na asali, lakini ladha ya asali ni unique. Yametoka pamoja. Unaweza ukasoma habari za wema wa Mungu kwamba Mungu ni mwema, lakini wewe ambaye umemwamini, wewe ambaye una ushirika naye, una fellowship naye, una intimate relationship naye, uhusiano wa karibu naye, sio tu kwamba umeusikia wema wa Mungu,
lakini experience au umeuonja, unajua kabisa ladha ya huo wema wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie kuyaelewa hayo. Kwa habari za upendo wake, sio tu kwamba wewe unasikia tu kwamba Mungu ni mwenye upendo, lakini uhusiano wako wa karibu na huyu Mungu, vile ambavyo unatembea naye katika hali ya kumtegemea yeye, inafika mahali ambapo unakosa maneno ya kueleza huo upendo wa Mungu. Unaujua upendo wa Mungu, unaanza kutafuta hivi nimwelezeje mtu mwingine naposema kwamba Mungu ni mwenye upendo, maana umeuexperience upendo wa Mungu. Kwa kumjua Mungu ni kumexperience, ni mtu ambaye amemuonja huyo Mungu na akamgundua kwamba huyo Mungu ni mwema, akamgundua huyo Mungu ni mwenye upendo, akamgundua kwamba huyo Mungu ni wa haki, akamgundua huyo Mungu ni mtakatifu. Lakini huyo mtu akajua kwamba Mungu pia ni mkali, maana kuna wema na ukali wa Mungu. Kwamba Mungu hataki uchezo, hataki uchezee utakatifu wake, hataki uchezee haki yake. Ni kweli ni mpole, lakini pia ni mkali. Ni kweli ni mwenye upendo, lakini ni Mungu ambaye hana mchezo. Kama ukimletea mchezo kwenye mambo yake yaliyo nyeti, kwa kuwa yeye ni wa haki, yeye ni mtakatifu, hachangamani na uchafu. Una experience rehema za Mungu, lakini unaelewa vile ambavyo Mungu akikasirika pia ni wa ghadhabu. Kuna watu ambao wanataka tuweze kumzungumzia Mungu kwa upande mmoja tu, upole wake, wema wake, upendo wake. Hawataki tuzungumze kwamba huyu Mungu ambaye ni mwema, huyu Mungu ambaye ni mpole, huyu Mungu ambaye ni wa upendo, huyu Mungu ambaye ni wa rehema, ni wa huruma, lakini pia ni Mungu wa mwenye ghadhabu. Na ndio maana ameandaa hukumu ya milele ya moto ambayo imeandaliwa kwa ajili ya Shetani na wote ambao watamwasi yeye, watamkataa yeye, wataambatana, watamtii Shetani. Wameandaliwa hukumu ya milele ambayo ni mbaya sana. Kwa hiyo lazima tubalance. Mtu anayemjua Mungu ni mtu ambaye anamjua hali zote alizonazo Mungu. Anajua vile ambavyo Mungu ni wa rehema na upendo, lakini Mungu pia ni wa hasira. Na hasira yake ikiwaka atakutetea nani? Nani anaweza kukutetea? Ndio maana mwandishi mmoja akasema kwamba ni huruma zake kwamba hatuangamie, rehema zake ni huruma zake tu kwamba tuangamie. Maana Mungu akiamua kukasirikia, ni nani anayeweza kukutetea? Maana kama ungezungumza habari ya Shetani kwamba ni mwenye ghadhabu, lakini ashukuriwe Mungu kwamba yupo kututetea. Kama wewe uko kwenye haki ya Mungu, unafanya leo mapenzi ya Mungu, halafu Shetani akakughadhibikia, yupo Mungu anaweza kukutetea. Lakini Mungu akikughadhibikia, ni nani atakaye kutetea? Ashukuriwe Mungu kwamba ametengeneza yeye mwenyewe mifumo ya kujibalance. Alao hakuna ambaye anamdhibiti, ila amejitengenezea yeye mwenyewe mifumo ya kujibalance. Ile mifumo amejitengenezea mwenyewe. Na ndio maana tupo sisi watumishi wake. Unajua hata taifa la Israeli waliangamia haraka sana wakiwa jangwani kama Musa asingewatetea. Ni mfumo alioweka, akaweka mtu, akaweka makuhani, akamweka Musa. Na kuna vitu ambavyo asingeweza kuvifanya bila kuwasiliana na huyu Musa, ili Musa naye angalau awe na fursa ya kutamka neno. Jamani, tuko pamoja? Ili kwa Musa awe na fursa ya kufanyaje? Ya kutamka neno. Ni mfumo ambao Mungu mwenyewe ameuweka. Akamweka ni Musa ni mwanadamu tu, lakini Musa akawa na sauti. Mungu alipotaka kuwaghadhibikia watu wake waangamize, Musa alimzuia Mungu, asema hapana, ukifanya hivyo hautaeleweka. Watasema kwamba uliwatoa Misri ukashindwa kuwafikisha kwenye nchi uliyowaahidia. Usifanye hivyo, maana Mungu alisema kwamba hao watu ni waasi, ni wakaidi,
hawaeleweki, wananikasirisha mimi, hawaniamini, sasa ninawaangamiza wote, alafu nakufanya wewe kuwa taifa. Musa akasema hapana. Hata leo hii ghadhabu ya Mungu huwa inakuwa balance na mfumo alioweka yeye mwenyewe. Watumishi wa Mungu tunapoomba rehema anatusikia. Haleluya. Lakini na wewe mwenyewe kama kuhani pia, kwa sababu katika Agano Jipya kuna ukuhani wa kila mwamini. Kila mwamini ana nafasi fulani ya ukuhani, mamlaka kiwango fulani, mamlaka ya kikuhani. Na ndio maana unaweza kumwomba Mungu rehema kwa ajili yako, ukamwomba Mungu rehema kwa ajili ya mtu mwingine, na Mungu akakusikia, akaacha ukali wake, akapunguza au akairisha ghadhabu yake, badala yake akaachilia rehema, akaachilia msamaha, alafu akatenda mema badala ya mabaya. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni kwa kiwango gani unamjua huyo Mungu? Kwa kiwango gani unamjua Mungu? Unajua haya yote ambayo nasema hayo ndio kutawala kwenyewe. Kama wewe una fursa kuomba rehema au kumwomba mtu mwingine rehema, maana yake umekwisha kushirikishwa utawala. Halo? Halo? Kwa yote hayo tunapojifunza, unatakiwa uyahusishe na wewe kutawala. Ni pale ambapo wewe unashiriki michakato ile ya mapenzi ya Mungu kutendeka hapa duniani kama yanavyotendeka wapi? Mbinguni. Hata maombi yako unayoomba, kama ambavyo Bwana Yesu alitoa maelekezo katika ile inayojulikana kama sala ya Bwana. Anasema hivi ndivyo mnavyopaswa kuomba. Maana yake anachomaanisha ule ndio mfumo au ndio anasema that is the content of prayer. Ndio mambo muhimu na ndio mtiririko tunaotakiwa kufuata katika maombi yetu. Miongoni mwa tunatakiwa kuomba ni kwamba mapenzi ya Mungu yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa wapi? Kama yanavyotimizwa mbinguni. Na unapoomba hivyo, ni kweli Mungu anatenda. Na kuna vitu ambavyo Mungu hatavitenda kama wewe usipoomba. Kuna vitu ambavyo Mungu hatavitenda kama wewe usipochukua hatua kutekeleza wajibu wako wa kufanya mambo fulani ambayo wewe umekusudiwa kuyafanya. Ndio maana mtumishi wa Mungu mmoja akasema kwamba inavyoelekea, without God man cannot, and without man God will not. Kwa maana kwamba inavyoelekea, bila Mungu mwanadamu hawezi. Na ni kweli, hiyo ni hakika, maana imeandikwa kwamba, alisema Yesu mwenyewe kwamba ninyi pasipo mimi hamwezi lolote. Lakini Mungu pia hata anasema without God, without man God will not. Kwa maana kwamba kuna mambo ambayo Mungu hatayatenda bila ushiriki wa mwanadamu. Kuna watu hawataokoka, watakufa katika dhambi zao kwa sababu haukutekeleza wajibu wako wa kuwaombea na kuwashuhudia au kuwahubiria. Kuna watu watakufa katika magonjwa yao ambao wangepona wakaendelea kuishi miaka kadhaa kwa sababu wewe ukuchukua hatua ya kuwaombea au hatua fulani, hata pengine tu hata ya matibabu. Kwa hiyo kuna man's involvement. Ipo nafasi ya Mungu, ipo nafasi ya mwanadamu katika michakato mbalimbali ya utendaji wa kimungu katika maisha ya mwanadamu, ambayo ni ya muhimu sana. Mungu atusaidie sana. Na hayo yote ndio tunajumuisha kwamba ndio kutawala kwenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa katika fungu hilo la maandiko ambalo tumesoma, kuna gharama tano. Kuna gharama tano za kumjua Yesu. 3 za mwanzo nitazielezea kama vile wa kuziunganisha, alafu tutamalizia na 2 za mwisho.